xenophobia maana ni chuki dhidi ya wageni. Imejikita zaidi kwenye misingi ya utaifa. Kuna uzalendo na utaifa. Utaifa ni kulipenda taifa lako kupitiliza na kuwaona watu wa mataifa mengine ni watu ambao hawafai. Ndio maana ya utaifa. Sasa hii xenophobia ni extreme nationalism. Kwa mara ya kwanza ilijitokeza kipindi cha Nelson Mandela akiwa rais wa Afrika Kusini kuanzia mwaka 94, 96, 97 yalitokea maandamano kidogo ya kupinga wa Nigeria. Ikapelekea mgogoro kati ya Nelson Mandela na aliyekuwa rais wa Nigeria Jenerali Sani Abacha. Baadaye ni kwamba shida kubwa ni kwamba inapokaribia uchaguzi wa serikali za mitaa Afrika Kusini, wale wanaowania serikali za mitaa, wale wenye viti na nini, mara nyingi huwa wanawahutubia watu kwa lugha zao, labda Wakunu, Wazulu, Wathetwa, Wandwande, Wahosa. Kwa hiyo wanakuwa wanahutubia kwa lugha za asili yao, sio kwa Kiingereza, na wanawaambia kwa kilugha kwamba nchi hii tumeikomboa, lakini wanaosababisha sisi tunakosa ajira ni wageni wanaoingia Afrika Kusini. Wengi wanatoka Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Nigeria, Ghana na nchi zingine wanakuja kuchukua ajira zetu. Kama tuliweza kumuondoa mzungu, kama tuliweza kupambana, kwa nini tusipambane na kuwatoa hawa ili kulinda rasilimali zetu na uchumi wetu dhidi ya watu wanaoingia bila vibali? Ndio wanaanzisha ile vuguvugu inaitwa Amandla Iwethu, Amandla Iwethu, makwele kwele kwele hoi hoi. Hapo wanakuwa wameshalewa. Maana wa Afrika Kusini wana tabia ya kulewa asubuhi saa 12. Afrika Kusini na Namibia na Botswana na Lesotho na Malawi na Msumbiji na Angola huwa wana utamaduni kwamba kama mfano kama huu mtaa tunaokaa, asubuhi ni zamu ya mzee fulani anapika pombe kwenye pipa, alafu watu wanakuja wanachota bure wanakunywa. Kesho tena wanakunywa pombe kwa fulani. Kwa hiyo wenyewe kulewa sio shida zao, wanapenda sana kulewa na ni walalamishi sana. Kwa hiyo wakati wa rais wa pili Thabo Mbeki ikazuka tena, ikazimishwa. Jamani, sisi wa Afrika wote ni ndugu. Kuna nchi zilisaidia Afrika Kusini kupata uhuru ikiwemo Tanzania. Kulikuwa kuna makambi ya wapigania uhuru wa Afrika Kusini, Magomeni, Bagamoyo, maeneo mengine. Kwa nini mnatubagua sisi tuliwasaidia, tuliwakomboa? Kwa nini mnakuwa wabaguzi? Lakini hivyo kuja wakati wa Jacob Zuma ndo hali ilivyoanza kuwa extremely, kwa sababu Jacob Zuma ni Mzulu, anatokea kabila lenye watu wengi, na yeye mara nyingi alikuwa akiwahutubia watu kwa kilugha. Ni mmoja kati ya rais ambaye kwa kweli hakuweza kudhibiti ile hali ilikawa kubwa mpaka wale viongozi wa kimila, unajua bado kuna machifu kule Afrika Kusini, na wenyewe wakawa hawataki wa Nigeria. Na vuguvugu la kwanza la chuki dhidi ya wageni ni Nigeria. Sasa baadaye wameona kupambana na Nigeria wameshindwa, wameamua kupambana na nchi zingine. Zamani Watanzania walikuwa Afrika Kusini walikuwa hawaguswi. Issue ilikuwa ni wa Nigeria ambao walikuwa wanaforge passport, wanaforge document kuingia Afrika Kusini. Kwa hiyo lakini sasa hali imekuwa mbaya mpaka wa Malawi ambao ni ndugu zao kilugha chao, mpaka wa Zambia. Mzambia anaongea na Mwafrika Kusini, mpaka Mzimbabwe. Ni ngumu sana kumtofautisha Mzimbabwe na Mwafrika Kusini, lakini sasa wamekuwa wanafanya screening na wanafanya vetting. Mpaka Mnamibia akiingia Afrika Kusini anabaguliwa, mpaka Mbotswana, mpaka nchi moja inaitwa Eswatini, Swaziland. Eswatini iko ndani ya mipaka Afrika Kusini, mpaka mtu wa Eswatini akienda Pretoria, akienda Joburg, akienda maeneo mengine, na yeye anaulizwa maswali, mpaka Mweswatini. Wamefikia dhambi ya ubaguzi imeingia mpaka kwenye mishipa ya damu. Lakini wanasema baadhi, ukisoma magazeti makubwa Ulaya, The Economist, ukisoma gazeti la AFP la Ufaransa, wanasema chuki kinachoendelea Afrika Kusini ni mpango wa serikali ya Afrika Kusini na shirika la ujasusi la Afrika Kusini kujaribu kupunguza wageni wanaoingia bila vibali kupitia yale maandamano, kwa sababu serikali kuna mambo haijafanya kwa wananchi wake, kwa hiyo inakuwa inawatupia lawama watu wanaoingia bila vibali. Kwa hiyo ni kwa sababu serikali imeshindwa kuwajibika. Juzi niliona PLO, Patrice Lumumba wa Kenya, PLO wa Kenya, Patrice Lumumba wa Kenya, ambaye ni mwanasheria mkubwa,
kuwa moja kati ya majaji wa mahakama kuu ya Kenya, alimwandikia barua rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwamba hili swala linavunja umoja na mshikamano wa Afrika, linakatisha tamaa nguvu, juhudi na maarifa ya umoja wa Afrika. Leo hii umoja wa Afrika tunasherehekea miaka 63 ya kuanzishwa kwa OAU, ilianza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 63 Addis Ababa, Ethiopia. Tulisema Waafrika wote ni ndugu. Mwafrika hapaswi kuwa mkimbizi ndani ya mipaka ya Afrika. Iweje Mnigeria, Mtanzania, Mwangola, Mzambia, Mzimbabwe, Malawi, Mboswana, Mlesoto na Mweswatini anakuwaje mkimbizi ndani ya Afrika Kusini, wakati Afrika Kusini ilipiganiwa na kukombolewa na mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania ambayo ilikuwa ni mstari wa mbele, ambayo inaitwa frontline state. Mwalimu Nyerere, Kenneth Kaunda na rais wa kwanza wa Uganda Milton Apollo Obote waliunda klabu inaitwa Mulungushi Club kwa ajili ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika ambazo zilikuwa ziko kwenye makucha ya ukoloni. Kwa hiyo lakini barua ile imesomwa na watu wengi sana, ilikuwa ni open letter, barua ya wazi yenye kurasa takriban 15. Lakini ni kwamba ni serikali ya Afrika Kusini na vyombo vya ulinzi na usalama vinahusika na hili swala la kujaribu kupunguza wageni kwa njia ya vurugu, na jaribu kuwajengea hofu watu wasiingie Afrika Kusini bila vibali, na kujaribu kuwapa ujeuri na kiburi raia wa Afrika Kusini kwamba wana haki ya kuwafukuza watu ambao wameingia bila vibali, wakati sio kazi ya raia, ni kazi ya uhamiaji na mamlaka za dola. Kwa wananchi wa Afrika Kusini wanavyojichukulia sheria mkononi kuwafukuza wageni, je, wenyewe siku Afrika Kusini ikiingia kwenye vita, nani atawapokea? Siku Afrika Kusini ikiingia kwenye vita, nani atawapokea raia wa Afrika Kusini? Je, raia wa Afrika Kusini watakuwa na nguvu na ujasiri wa kuingia Nigeria? Watakuwa na nguvu na ujasiri wa kwenda Senegal, wa kwenda Mali, wa kuja Tanzania, wa kwenda Kenya, wa kwenda Uganda, wa kwenda Rwanda, wa kwenda Burundi, wa kwenda Angola, wa kwenda Lesotho, wa kwenda Namibia? Kama sisi wa Afrika ni ndugu, tunataka tuondoe vikwazo vya kibiashara na kiuchumi ndani ya Afrika ili tuwe na uchumi mkubwa kuifikia Marekani, kuifikia China. Sisi kwa sisi tunaonana kama wakimbizi, tunaweza tukafikia lengo la Afrika kuwa huru kiuchumi? Afrika nzima tuna nchi 55, pato letu la taifa GDP ni dola trilioni 3.6. Afrika ndo bara ambalo lina vijana wengi. 70% ya watu wanaokaa Afrika ni kati ya watu wenye miaka takriban 16 mpaka 41. Afrika ndo bara lenye watu vijana. Je, tunawezaje kutatua matatizo ya kiuchumi ndani ya Afrika ikiwa Mtanzania anaonekana mkimbizi ndani ya Afrika Kusini? Kwa hiyo ni muhimu sana shirika la ujasusi la Afrika Kusini na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti raia wa Afrika Kusini wanaojichukulia sheria mkononi dhidi ya watu wanaoingia Afrika Kusini. Mbona kuna wa Afrika Kusini wengi kuanzia mwaka 90 kurudi nyuma mpaka miaka ya 70 na 80 walikuwa wakija Tanzania tunawapa passport. Tumewapa passport viongozi wa ANC ambao walikuwa wamewekewa vikwazo na serikali ya Afrika Kusini, kina Frederick de Klerk na William Botha. Tumewapa. Nelson Mandela mwenyewe tulimpa passport hapa, akaenda Algeria. Rais wa kwanza wa Namibia Sam Nujoma, ambaye tumempa barabara kutoka Mwenge Mataa mpaka Ubungo Mataa, Sam Nujoma Road alikuwa anatumia, tulimpa passport ya Tanzania tukampa jina la Kinyakyusa, Sam Mwakangala. Tumetoa passport kwa watu wa Msumbiji, kwa watu wa Angola, kwa watu wa Zambia, kwa watu wa Zimbabwe na wanaharakati wengi wa Afrika ambao nchi zao zilikuwa hazijapata uhuru, tumewasaidia sisi. Sasa kwa nini raia wa Afrika Kusini wanakosa shukurani na wanashindwa kukumbuka walikotoka, kwamba tuliwasaidia? Walikuwa kwenye kipindi cha hali mbaya zaidi, kipindi cha utawala wa makaburu kuanzia mwaka 1652 walipokuja wakina Jan van Riebeeck mpaka mwaka 94. Kwa hili swala la xenophobia, chuki dhidi ya wageni na wazuru kujiamlia mambo, kuua watu ambao sio Afrika Kusini, kuwaua, kuwapiga, kupola mali zao, ni jambo ambalo halikubaliki. Mwafrika hapaswi kuwa mkimbizi ndani ya bara la Afrika. Tulikubaliana tangu kipindi cha kina Kwame Nkrumah, Afrika inapaswa kuwa moja. Tunapaswa kudumisha umoja, mshikamano, utangamano miongoni mwa Waafrika. Tunapaswa kuwa na miundombinu bora ya kiuchumi ndani ya Afrika. Tunawezaje kutengeneza sarafu moja ya Afrika kama Mtanzania akienda Afrika Kusini anaonekana ni mkimbizi, hafai kukanyaga Afrika Kusini? Tunawezaje kuwa na sarafu moja ikiwa Mnyarwanda anaamini kwamba yeye ana nguvu ya kuitawala Kongo? Tunawezaje kuwa na sauti moja ya Afrika, kuungana mataifa yote ya Afrika ikiwa Morocco anataka kumtawala mtu wa Jamhuri ya Sahara Magharibi? Tunawezaje kuwa na nguvu na sauti moja
ikiwa ndani ya Sudani Kusini watu hawaelewani, Sudani ya Khartoum watu hawaelewani. Kwa hiyo nadhani kinachofanyika Afrika Kusini hakikubaliki na hakipaswi kuungwa mkono na yeyote isipokuwa fedhuli. Maanake fedhuli huwa anafaidika na maeneo ambayo kuna migogoro. Leo hii watu wanakimbizwa kama mbuzi, wanapigwa bakora na wengine wanapigwa risasi, kwa sababu Afrika Kusini ni moja kati ya nchi ya Afrika ambayo swala la serikali limeshindwa kukubiliki. Sheria ya silaha Afrika Kusini imewashinda tangu mwaka 96. Waliivamia kwa watu kuruhusiwa kumiliki silaha kiholela, ndio imewatokea puani. Afrika Kusini ni moja kati ya nchi inaongoza hapa Afrika kwa matukio ya watu kushambuliana kwa risasi. Umetoka usiku barabara unapigwa risasi. Kuna makundi ya Afrika Kusini yako mengi, ukitaka kumuua mtu unayalipa, yaenda na muua mtu. Imekuwa kama Marekani sheria ya silaha. Usalama wa Afrika Kusini ni mdogo. Wakati ukiangalia uchumi wa Afrika Kusini umeshikiliwa na wazungu. Wameshindwa kupambana na wazungu ambao wameshikilia viwanda, miundombinu, uchumi, wameshindwa kupambana na Wahindi. Lakini wanawavamia Waafrika wenzao. Kwa hiyo unaona kabisa Muafrika adui yake ni Muafrika mwenzake. Adui wa Afrika Kusini ni Wahindi na wazungu ambao wameshikilia uchumi. Kuna eneo la Oregon kule kusini kule chini kabisa, kama unaelekea rasi ya Tumaini Jema, wameshikilia wazungu watupu. Kuna baadhi ya Waafrika hawaruhusi kuishi kule. Baadhi ya maeneo hata Waafrika hawaruhusi kupita. Lakini wameshindwa Waafrika Kusini kupambana kuwafukuza wazungu wawatoe wote ili wabaki na nchi yao. Wenyewe kazi yao wanapambana na wa Nigeria na wa Tanzania na wa Malawi na wa Angola badala ya kupambana na wazungu walioshikilia mifumo ya kiuchumi. Sasa wameshindwa kupambana na familia ya Gupta ambayo imeshikilia karibu theluthi ya uchumi wa Afrika Kusini umeshikiliwa na familia ya Gupta. Wakina mtukufu Rajesh wameshikilia, wakina Aga Khan wameshikilia uchumi wa Afrika Kusini. Makampuni makubwa ya kizungu wameshikilia uchumi. Wanapambana na wa Nigeria, wanaenda kutafuta maisha. Nadhani jitihada gani zifanyike, Umoja wa Afrika, Umoja wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara na nchi zote za Afrika zifanye nini sasa kutokomeza hichi ambacho kinaendelea South Africa pamoja na viongozi wake? Kwanza rais wa Afrika Kusini anapaswa kuomba radhi kwenye kikao cha Umoja wa Afrika, na tunapoenda kwenye kikao cha Umoja wa Afrika, vikao vya SADC, rais wa Afrika Kusini anapaswa kuwaomba radhi wa Afrika wenzake kwa niaba ya sauti ya Afrika, kwa niaba ya fikra na itikadi za wanamajumui wa Afrika. Serikali ya Afrika Kusini imekosea kwa sababu serikali imeshindwa kudhibiti raia wake wanaofanya uasi, vurugu, kuiba, kupora na kuua. Wamekosea. 2, serikali ya Afrika Kusini na vyombo vyake vya ulinzi na usalama ni lazima vidhibiti hali. Venyewe ndio vina jukumu la kufanya msako, nani ameingia. Watu wanaanzaje kuingia bila vibali? Kwani uhamiaji hawapo Afrika Kusini? Ina maana Afrika Kusini wameshindwa kudhibiti mipaka. Lakini cha 3 ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC na Umoja wa Afrika ni lazima, pamoja na COMESA ni lazima watoe tamko la kulaani kinachoendelea Afrika Kusini na kuiwajibisha serikali ya Afrika Kusini. Lakini kingine, hatuingilii mamlaka ya ndani ya Afrika Kusini. Lakini huu utawala wa kichifu na watu kujiamlia mambo, kujichukulia sheria mkononi, haikubaliki hata kidogo. Kwanza inavunja sheria ya ulinzi na itifaki ya Umoja wa Afrika, mikataba ya kimataifa ya Umoja wa Afrika, mkataba wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa pamoja, ni mambo ambayo hayakubaliki. Kwa mauaji, ukatili, vurugu na ujambazi unaoendelea Afrika Kusini kwa kivuli cha uzalendo havikubaliki. Leo Afrika Kusini ikiingia kwenye machafuko, raia wa Afrika Kusini watakuwa na ujasiri wa kwenda kuishi nchi zingine. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na Nigeria umezorota kwa 70% kutokana na hili swala la mauaji, kwa sababu Nigeria wanako wengi Afrika Kusini. Kwa nadhani ni muhimu Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, Umoja wa Afrika, ni lazima tuwe na uwezo wa kutatua changamoto za Afrika sisi bila kumtegemea mzungu, Mchina wala Mwarabu wala watu wengine ambao wako nje ya Afrika. Hatuwezi kutatua migogoro ya Afrika kwa msaada wa watu ambao wako nje ya Afrika, kwa sababu watu walioko nje ya Afrika wananufaika na migogoro yetu ili waje, kwa sababu wanaamini tukivurugana, tukigombana sisi kwa sisi, wanapata njia ya kuja kuchukua rasilimali.